Mwanadada, mwanamke, kijana wa kike, nina mambo ambayo nataka nikuelezee kuhusu kijana ambaye unataka kuwa mwenzi wako au mume wako wa maisha, ambaye mtakuwa pamoja katika maisha yenu yote. Okay, la kwanza, jambo la kuzingatia katika kumwangalia kijana ambaye utakuwa naye katika maisha yako, la kwanza kabisa ni imani. Imani ni jambo la msingi ambalo unatakiwa kuliangalia. Awe na imani kama ambayo unayo wewe mwenyewe, kwamba wewe unamwamini Mungu kwa namna gani, kwa kiasi gani, na umemweka Mungu kipaumbele chako, wewe umemweka kiasi gani, basi na huyo mwanaume pia awe ni hivyo hivyo. Inaleta shida sana pale ambapo wewe una imani nyingine na mwenzio ana imani nyingine. Kwa hiyo hata mambo ambayo mtakuwa mna discuss kuhusu maisha yenu au taasisi yenu, kwa sababu jambo la ndoa ni taasisi, na taasisi hiyo ni Mungu mwenyewe aliianzisha. Taasisi ya kwanza kabisa hapa duniani ni ya ndoa, ambayo aliumba mwanamke na mwanaume. Hakuumba mtoto wa kike wala hakuumba mtoto wa kiume, wala hakuumba kijana wa kike au kijana wa kiume. Aliumba mwanamke na mwanaume, kwa maana kwamba Mungu aliona moja kwa moja kwamba kuna mahusiano makubwa kati ya mwanaume na mwanamke kuwa pamoja, ili waweze wakafanya ambayo yanatakiwa kufanyika hapa duniani, kuijaza dunia, kufanya maendeleo, kuongezeka na kutunza wanyama na wanyama wengine ambao wanakuwa wamewekwa duniani, kuweza kuwa taken care na nyinyi mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo hii ni taasisi nyeti sana, na ndio maana ukianza kuangalia maisha mengi ya watu yanakuwa yanaharibika au yanakwenda vizuri kama taasisi ya ndoa imekaa vizuri hapo nyumbani. Kwa hiyo wewe dada au mwanamke unayetegemea kwamba unataka kuingia kwenye mahusiano ya kuelekea ndoa, ni muhimu sana ukaangalia imani, kwa sababu Mungu mwenyewe alimweka mwanaume kwamba mwanaume atakuwa na jukumu la kupenda, kutawala na kumiliki. Ni kwa nini aliweka kupenda na kutawala na kumiliki? Kwa sababu sisi wanawake au wewe kijana wa kike umetoka kwenye ubavu wa mwanaume, na pale kwenye ubavu wa mwanaume hatukuelekezwa kwamba ulirudishwa ule ubavu kwa kitu kingine. Kwa hiyo mwanaume amebaki na madhaifu yake. Kwa hiyo wewe unaolewa pale na unamwangalia yule mwanaume kwamba huyu naweza nikadhibiti madhaifu yake, kwa sababu hamna Mr. Perfect. Kutokana na huo udhaifu wa kutoa ubavu mmoja akaumbwa mwanamke, hakuna kitu kinacholiplace pale. Sana kuna mwanaume ambaye anakuwa na wanaume wake na kwamba na uwezo wa kupenda na kutawala na kumiliki, lakini bado ana madhaifu yake. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuangalia imani ambayo anakuwa nayo huyo mwanaume ambaye unategemea kuwa naye. Sasa nikizungumza jambo la pili la kumiliki, ni kwa nini tunazungumzia habari ya kumiliki? Kwa sababu unakuwa umetoka kwenye himaya ya kuwa mwenyewe au himaya ya kuwa chini ya wazazi wako, unaenda kuwa chini ya mwanaume ambaye yeye ndio atakumiliki, atahakikisha kila kitu chako kinakwenda ndivyo kinavyotakiwa kwenda. Lakini pia atakuangalia wewe umekuja na kitu gani ambacho unakiweza, ni kitu gani ambacho hukiwezi. Yeye ndio atakuwa na uwezo wa kumiliki na kutawala, na hata kutawala ile kwamba anaanza kukufokea tu na kukuamrisha. Atakuwa anataka kujua wewe una mwelekeo gani wa maisha, ni ndoto gani unazo katika maisha yako. Unamwangalia ana hivyo vitu. Wadada wa sasa hivi wengi unakuta huyu ana six pack, huyu ni handsome boy, anaanza kuchukua tena. Yaani wewe unaweza ukafanya biashara hii, yaani wewe unaweza ukafanya hiki na hiki. Wewe tena ndio unakuwa mwalimu wa kumfundisha huyo kijana wako au mwanaume wako. Na haitoshi, unachukua na hela zako kabisa. Unasema yani kwa kweli mimi naona ukifanya biashara hii utakwenda vizuri sana. Sikatai, unaweza ukamshauri. Unaweza
ukamsaidia, yani kwamba kuna hiki na hiki naona unaweza ukafanya vizuri, lakini isiwe wewe tena ndio unachukua na mtaji na hizo hela, nenda akafanye. Ukifanya hutakuwa na uwezo tena wa kutawalika. Wewe mwanadada hutakuwa na uwezo tena wa kutawalika, kijana hatakuwa na uwezo tena wa kutawala, kwa sababu tayari wewe umeshachukua hela yako. Wewe tena ndio umekuwa kidume. Wewe tena vikoba vyote unachukua hela unamkopesha. Tena kibaya zaidi, maskini ya Mungu, unakuta hajakuoa, lakini ndio umeenda kuchukua hiyo hela, umechukua na mkopo kwenye vikoba huku na huku. Umvalishe vizuri tena, umpendezeshe tena, handsome boy azidi kupendeza, unamlipia mpaka gym akafanye mazoezi ili awe aonekane ana six pack, ili akionekana mbele za wenzako tena huyu ndio husband to be. Hatuendi hivyo. Wanawake, wasichana, mabinti ambao mnategemea kuingia kwenye ndoa, please mwangalie mtu ambaye ana maono, ana ndoto, ana mwelekeo gani kuhusu kiuchumi, kifedha, kisiasa, kijamii, kiroho, yuko vipi? Usije ukakaa ukafikiri kwamba utaangalia hivi vitu baada ya kuingia kwenye ndoa. My dear, let me on you. Yani ni kuoni mapema kwamba hivi vitu unatakiwa kuviangalia sasa hivi. Wakati mko kwenye mahusiano, viangalie kama unaweza kuendana naye, kama huwezi kuendana naye, ni mapema jiweke kando. Mapema jiweke kando. Usije ukasema utaweza kumrekebisha eti umeshaingia kwenye ndoa ndio unataka kumrekebisha. My dear, huwezi kumrekebisha mtu ambaye amelelewa na mzazi wake, baba na mama wamemlea huko, ameshindikana na hizo tabia ameendelea nazo, alafu wewe eti unasema utaingia kwenye ndoa utamrekebisha. Wewe utamrekebisha sehemu gani kama wazazi wake wenyewe wameshindwa kumrekebisha? Ana miaka 30, ana miaka 25, ana miaka 40, ana miaka 45. Ameshindwa kurekebishika. Wewe ndio unasema eti ukiingia kwenye ndoa utaweza kuvirekebisha. Wewe usidanganyike saa hizi baby. Na kuomba mwanangu wa kike, na kuomba mwanamke mwenzangu, kama unataka kuenjoy ndoa yako, unataka ndoa yako iwe na afya, angalia kama ana uwezo wa kumiliki, ana uwezo wa kutawala, ana uwezo wa kuweka mipaka kati ya taasisi yenu ya ndoa na taasisi ambayo anaifanyia kazi. Kama ni taasisi ya kuajiriwa, kama ni mfanyabiashara, kama ni mtu ambaye anafanya shughuli zake tofauti na taasisi ya nyumbani hiyo ya ndoa, ana uwezo wa kuweka hiyo mipaka. Maana kuna mwanaume mwingine tena anataka afanye kazi mpaka akifika nyumbani bado anataka kuendelea kufanya kazi. Hakupi hata muda wa kudiscuss, hakupi hata muda wa kuongea na wewe, hakupi hata muda wa kujadili mambo ambayo mnatakiwa kuyajadili. Kwamba okay, mahusiano yetu yana malengo gani? Hakupi hiyo nafasi. Saa zote yuko busy. Sasa mkiingia kwenye ndoa itakuwaje? Mkapata tena na wale Mungu ambao atakuwa amewajalia hiyo neema ya kupata familia ya watoto, itakuwaje? Kwa sababu mlezi mkuu ni mwanaume. Mwanaume ndio anatakiwa atoe miongozo, atoe maelekezo, atoe vitu ambavyo mama ndio utavisimamia katika kuwalea wale watoto. Sasa kama hana muda na wewe, sasa hivi mko kwenye mahusiano, je, akikuoa? Hebu jitafakari. Kama sasa hivi hana muda kabisa na wewe, akikuoa itakuwaje? Kwa lazima uangalie huyu mtu ana uwezo, ananipaga nafasi, ananipaga muda, ametenga muda wa kuwa na mimi. Na mwanaume ambaye kweli ana upendo wa dhati na wewe, anataka kukuoa, hata kuwa na kusemesha mambo ambayo hayana mwelekeo wa siku za usoni, yani hayana future. Yani mwanaume ambaye anakupenda na anataka akuoe, awe ni mke wake,
Atakuuliza unafanya nini, kama ni biashara, kama unafanya kazi, wewe una maono gani, una mpango gani katika maisha yako. Yaani atakuwa anakuuliza vitu vile ambavyo ni serious na maisha. Sasa tatizo la wanawake wengi, wanaume wa namna hiyo wapo, lakini wanawake wengi hawawapendi. Wanataka wale wenye mapenzi, tutoke outing, baby leo wapi, michongo ya pesa, yani hawana utulivu. Na wale ndio ukiingia sasa kwenye 18 zao, wana mapenzi sana lakini hawana upendo. Yani ni kwamba hajaweza hata kukuamini, kukupa moyo wake, yani kukupa yaliyoujaza moyo wake. Sasa uangalie huyo mwanaume kweli anakupenda, amekueleza yaliyoujaza moyo wake, au wewe tena ndio umejirahisisha kupeleka tu mwili wake na moyo wake na kila kitu chako, umeenda kujikabidhi huko kwa huyo mwanaume. Matokeo yake baada ya muda mfupi tu mwanaume tena humuoni. Ile mipango kama alikuwa anakuambia baby my wife to be, tena vinakufa, kwa sababu tayari kama ni moyo wako kashauchota, kama ni mwili wako tayari kashauchezea. Wewe dada unayenisikiliza, wewe mwanamke unayenisikiliza, utunze sana mwili wako. Tunza sana mwili wako kama ambavyo mwanaume anatunzaga sana moyo wake. Moyo wake haufungui ovyo ovyo, lakini sisi mioyo yetu yani tunaifungua mali popote tu, siku 2 siku 3 umeshafungua moyo wako wote, umefungua na mwili unampelekea, anauchezea anavyotaka. Hata ndoa haijasajiliwa, umeshautoa mwili, matokeo yake tumeleta uzao duniani ambao unakuta baba tena ameshakwambia mimi sikuwa na mpango wa kuzaa, mimi nilikuwa nataka tu tuwe marafiki tuenjoy. Sasa muenjoy nini? Kwa nini umeutoa mwili wako kuuchezea? Hebu uweke mwili wako kuwa expensive. Nikisema mwili wako unanielewa. Mwili wako manake msiingie kwenye mahusiano ya kuachiana miili yenu. Yeye mwili wake hauthamini mwanaume. Mwanaume jinsi alivyoumbwa, yeye anaweza kagawa mwili wake jinsi anavyotaka na hajuti. Na ndio maana anaweza akakwambia kama ni umepata mimba, hiyo ni ya kwako. Ana uwezo wa kusema hivyo. Yeye analinda moyo wake sana sana. Yaani hawezi kukwambia mambo yake. Na ndio maana unakuta yaani huyu mwanaume mpole, hata haongei. Ni mpaka amekuamini. Kwa hiyo watch out. Yaani mtoto wangu wa kike, watch out kuhusu mwili wako. Tuna ndoa nyingi ambazo hazijasajiliwa, zinaitwa ST. Sogea tuishi. Wazazi hawajui, walezi wako hawajui, ndugu zako hawajui. Wewe tena unaenda kujipikilisha, unafanya usafi na kila kitu na mwili wako na moyo wako na kila kitu, umeenda kujimilikisha kwa mwanaume ambaye hamjasajili ndoa yenu. Utaniambia mimi ninaongea ushamba. Sio ushamba. Utaniambia au anza kuhesabu, kaa chini, hesabu waliochezewa miili yao, ni wangapi wameolewa na hao wanaume. Na ni wangapi wameachika. Ni wangapi ambao waliingia kwenye ndoa alafu ndoa zao zina matatizo, kila siku ziko hospitali. Zinaumwa, zinachechemea. Na nikisema hospitali sio hiyo hospitali ambayo tunasema tuna malaria. Yaani ni kwa wanasheria. Mimi naona tuachane. Mimi naona huyu mwanamke amebadilika. Mimi naona huyu mwanaume amebadilika. Kwa hiyo watch out binti, naomba sana sana, ili ndoa yenu iwe na afya. Zingatia sana huyo kijana anayekufuatilia, anayekutaka, anakutamani au anakupenda. Anakutamani au anakupenda. Hebu jipe muda wa kumfuatilia na kuhakikisha kama kuna mambo ambayo anayataka kwako yawe ni ya msingi na yawe ni ya mwelekeo ya kule unakotaka mfike. Kama ni kwenye ndoa au ni kwenye kutoka tu outing, kuhang hapa na hapa, uangalie. Lakini cha mwisho cha 5,
ni lazima umsome haiba yake. Ana haiba gani? Kwenye haiba kuna mambo mengi sana ambayo sitaweza kuyaongelea hapa kwa leo, lakini kuna siku nitakuja kuyaongelea kwa kirefu. Humo ndani lazima uangalie kuna hobbies. Ana hobby gani? Amelelewa malezi gani? Amekulia malezi gani? Amekulia kwa baba na mama, walikuwa na mazingira, amekulia kwenye mazingira gani? Ni muhimu mno, kwa sababu kumbuka, ukiingia pale sio kwamba utatoka umeenda kujaribu. Ukiingia tu pale, ndoa ikasajiliwa kwa namna yoyote ile, ikawa na usajili kamili, una vyeti vyako tayari, hiyo ni mpaka kifo kiwatenganishi. Mungu akawajalia watoto, kumbuka mnaenda kutengeneza tena taasisi zingine ambazo kama ni watoto wa kiume watakuja kuwa wababa bora baadaye, waume bora baadaye, na kama ni watoto wa kike wawe wa kike, watoto wa kike wawe wake bora wa baadaye, na wawe wamama wazuri wa baadaye. Sasa mtatengeneza kitu gani kama nyinyi wenyewe hamkuchunguzana, mmechukuana, kila siku ni magomvi? Na kibaya zaidi, jamani, watoto wetu wa sasa hivi, kizazi hiki cha Gen Z, yani hawalelewi kwa vitu vya kuambiwa. Wao wanaangalia nyinyi wenyewe, wanamwangalia baba ana mudi gani kwa mama, na mama ana mudi gani kwa baba. Je, mama anamheshimu baba? Anamheshimu kwa kiwango gani? Anampenda kwa kiwango gani? Anamtake care baba kwa kiwango gani? Je, baba anamwangaliaje mama? Anamtake care vipi? Akitoka kazini wanapokeana vipi? Wanakaaje pale sebleni? Au kila mtu amekula cold shoulder? Yani kila mtu ana mambo yake. Yani wanawasoma. Imefika mahali sasa hivi vitoto vya miaka 15, kwa sababu huwa naongea pia na watoto wa miaka 12 kwenda juu. Watoto wa miaka 12, 15, 17 unakuta nakwambia mimi kuolewa bado sana. Bado sana. Mambo yenyewe ninayoyaona kwa wanaume. Kwa babangu kwenye naona mambo anayomfanyia mamangu. Mtoto wa kiume mwenyewe anakwambia mimi kuoa hapana. Kama mimi nitakuwa na uwezo wa kupata maziwa, sioni sababu ya kufuga ng'ombe. Watoto wa kike wamefika mahali wanakwambia atafuga paka, atakuwa na vipeti humo ndani, sijui hataki tena kuwa na watoto, kwa sababu anajua kuwa na watoto ni inabidi aolewe, awe na mwanaume. Ameanza kuhate wanaume kwa sababu ya wewe mwanamke ambaye hukuangalia mwanaume ambaye anatakiwa kukuoa. Tunatengeneza kizazi cha aina gani? Mungu atusaidie sana, kwa sababu peke yetu hatuwezi. Ni Mungu ndio atusaidie uweze kupata mwanaume ambaye ana focus ya kuwa baba bora, ya kuwa mlezi bora, ya kukutake care, ya kukuangalia, ya kukutunza, ya kukuweka wewe katika maisha ambayo sio kwamba utaishi paradiso. Humu duniani tunayo dhiki, lakini tunatakiwa tujipe moyo, kwa sababu Yesu aliushinda ulimwengu. Kwa hiyo mimi naamini kwenye dini zote hakuna mtu ambaye anaweza akasema atafanya mwenyewe bila Mungu. Kwa hiyo Mungu ndio msaada wetu, Mungu ndio kila kitu kwetu. Hata huyo mume bora utapewa na Mungu, lakini uangalie hivyo vitu. Je, anavyo? Mimi nikushukuru sana kwa kuniangalia. Wakati mwingine nitakuletea tena mambo mengine mazuri ambayo yanawasaidia nyinyi kwa upande wa uchumi na fedha. Tunawekaje haya mambo ili muweze kukaa vizuri katika ndoa yenu. Basi wakati mwingine usiache kusubscribe ili uone vitu vingine vitakavyoendelea. Usiache kushare ili na mwenzio pia aweze kupata vitu ambavyo vitamsaidia katika kuelekea kwenye safari yake ya kuwa na mume bora. Bye bye, nawapenda sana. Wakati mwingine, see you.